Mimi kwa majina naitwa Cuthbert Albert Joseph, alimaarufu Kada Mtiifu wa Chama cha Mapinduzi. Tukiongelea hotuba ya Mheshimiwa Rais kuelekea kilele cha wanawake duniani. Mheshimiwa Rais ameongea mambo mengi, amegusa elimu, amegusa usawa wa kawaida, umiliki wa ardhi, ameeleza kuhusu bima ya afya, amewasa watu juu ya kujenga vizazi ambavyo vinajielewa na kujiheshimu. Upande wa elimu, Mheshimiwa Rais amezungumza juu ya program maalum za kuendeleza ujenzi wa shule ambazo ni maalum, zingine kwa ajili ya wanawake, lakini zingine kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum. Amesema malengo ya kuendeleza elimu kwa kiwango gani, watu wameandikishwa wengi shuleni, na ukiangalia usawa wa uandikishwaji kati ya vijana wa kiume na vijana wa kike umeongezeka, na sasa unakuwa ni kama sawa, na saa nyingine wanawake wanakuwa wengi zaidi kuliko vijana wa kiume. Hii inaonyesha ni jinsi gani sasa hivi dunia na serikali kwa ujumla imepiga hatua katika kuhakikisha inawafanya mabinti waende shule, tofauti na zamani, ambapo zamani mabinti walikuwa wanaonekana kama ni watu wa kukaa nyumbani, kuangalia mifugo, kuwapikia wavulana wanaokwenda shule na kurudi. Kwa hiyo juhudi za serikali ya awamu zote kuanzia Nyerere kuja mpaka hapa, sasa hivi awamu hii imekuwa na kasi zaidi ya kuweza kuboresha usawa wa kijinsia kwenye masuala mazima ya elimu. Na ndio maana unaona ameweza kusema serikali imetenga 100% ya wasichana wanaokwenda kusoma sayansi wapewe mikopo 100%, na bado kuna program maalum za ufadhili kwa ajili ya wanawake wanaokwenda kusoma masomo ya sayansi. Kwa kiwango kikubwa sana Daktari Samia Suluhu Hassan upande wa elimu ameweza kwenda mbali mno. Amekwenda mbali zaidi kuhakikisha watoto wa kike wanaweza kupata elimu. Na kama unavyojua sasa hivi kuanzia darasa awali mpaka kidato cha 4 watu wanasoma bila ada. Hiyo yote ni kuwa motivate, kuwa encourage watoto wa kike wasiwe wanakutana na mazingira magumu ya kusoma. Na unajua sasa hivi mfano mwaka huu zimetengwa takriban bilioni 836 yote kwa ajili ya mikopo ya elimu ya chuo kikuu. Lakini wasichana pia hiyo nafasi imewapa waueni, badala ya kwanza kulia kwa wazazi wao wakasomeshwe, angalau mtoto wa kike anakwenda moja kwa moja kupitia kwenye mkopo wa serikali. Kwa hizo ni juhudi kubwa sana kwenye elimu. Tukiangalia mama ameongelea kuhusu upande wa maji. Anasema mtandao wa maji vijijini, kwa mujibu wa ilani tulikuwa tunatakiwa tusambaze maji, serikali sambaze maji kwa 85% mpaka kufikia 2025. Lakini mpaka sasa hivi Mheshimiwa Rais anasema maji yamesambazwa vijijini kwa zaidi ya 80%. Kwa unaona jinsi gani mpaka tunakwenda kwenye uchaguzi tayari atakuwa ameshafikisha target. Na mijini anasema ilikuwa target ni 95%, lakini tumekwenda mpaka 90%. Kwa hiyo lazima useme kwamba ni kazi nzuri ambayo imefanywa na Mheshimiwa Rais, na ukizingatia ni rais mwenye jinsia ya kike. Kwa hiyo ni kielelezo tosha kwamba wanawake wanaweza kufanya kazi vizuri bila kujali jinsia yao, wakafanya kazi vizuri kwa kutegemea uwezo wao kama binadamu walio sawa na sisi. Mheshimiwa Rais amezungumzia usawa wa kijinsia unaohubiriwa duniani. Amesema kwamba yapo maeneo ambayo ni kweli wanawake watakuwa sawa na wanaume,
Lakini amegusia kwamba yapo maeneo kulingana na nature ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu pamoja na dunia ilivyo, nature ya wanawake na wanaume, yapo maeneo ambayo hatutaweza kwenda sawa. Kwa hiyo amejaribu kuambia wanawake kwamba wajaribu kukaa kwenye kujitambua kwamba wao ni wanawake na wanastahili kuwa na mipaka katika ile 50 kwa 50 ambayo watu wanaiwaza na kuifikiria. Lakini jambo jingine amesema kuhusu mtandao wa umeme. Anasema mpaka sasa hivi vijiji 12,300 ambavyo ndio vijiji vilivyoko Tanzania, yani vilivyo kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vijiji 12,300 vyote vimepata umeme tayari, ambao haya yalikuwa ni malengo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025. Na sasa amesema ameshaanza kusambaza umeme kwenye vitongoji. Kwa ni hatua ambayo inatoa kielelezo kwamba huyu ni mwanamke thabiti, mwenye uwezo, na si tu mwanamke mwenye uwezo wa kuongoza, ni kiongozi na si kufikiria juu ya jinsia yake. Na amekwenda mbali zaidi. Mheshimiwa Rais ameongelea umiliki wa ardhi. Zamani ilikuwa mwanamke haruhusiwi kumiliki ardhi kwa mujibu wa desturi zetu. Lakini ukiangalia kwa nini alikuwa haruhusiwi kumiliki ardhi ama kumiliki mali anazorithi kutoka kwa baba yake, ni kwa sababu wanawake hawa zamani hawakuwa na sauti. Kwa hata kama wangepewa hizo mali au wakapewa ardhi kwa kipindi hicho, kwa sababu ilikuwa wako chini ya mwanaume, ina maana ya kwamba zile mali zilikuwa zinahesabika kama ni mali za mwanamume na si mali za mwanamke. Kwa familia zilikuwa zinahofia, tukimpa urithi huyu mwanamke akaenda kuolewa na sheria haimruhusu kumiliki ardhi, maana yake ardhi itaenda kwa yule aliyeoa kwenye familia yenu. Kwa kidogo ilikuwa inaleta changamoto. Lakini kwa sasa serikali inasema wanawake wamiliki ardhi kwa sababu tayari imewatengenezea uwezo wa kuweza kujisimamia na kuweza kusimamia usawa, na tayari wana sauti kwenye jamii. Kwa swala hili limekuja mwafaka kabisa. Lakini Mheshimiwa Rais ameongelea juu ya bima ya afya. Anasema malengo ya serikali ni kuhakikisha kila mtu anakuwa na bima ya afya. Hii itapunguza vifo. Mheshimiwa Rais ameongelea pia vijana. Amesisitiza sana kwamba tujenge vizazi vyenye maadili na kuheshimiana. Maana yake tusitoke kwenye maadili yetu ya Kiafrika. Tuwe vijana ambao tunaweza tukajenga hoja zetu na tukazifikisha bila kupiga kelele, bila kuongea kwa nguvu, bila kuonekana tuna jazba, bila kuonekana tuna moto wa kisiasa. Vijana wanasema bila kujaa povu. Maana yake tuwe na uwezo wa kujenga hoja na kuzifikisha kama vijana. Tukifanya hivyo tutajenga misingi ya kuheshimiana kama maadili yanavyotaka. Lakini kama wote tutaleta hoja za kelele na fujo, maana yake zitatutengenezea uhasama, sababu kila mmoja atatumia nguvu lakini hoja hasitofika. Kwa hiyo ni wito amewapa vijana pamoja na jamii kwa ujumla ya Kitanzania, tujenge vizazi vinavyozingatia maadili na kuheshimiana. Lakini Mheshimiwa Rais ameenda mbali zaidi. Akasema wanawake lazima wawe wabunifu. Na serikali imejikita katika kuhakikisha wanawake ni wabunifu. Na sisi kama makada, kwa sisi ambao tunakuwa mara nyingi tuko vijijini, yapo mambo ambayo tumeshafanya kuwa empower wanawake. Kienda mfano mimi kijijini kwetu, kule wanawake nimeshawapeleka walimu, wanajifunza, wanatengeneza batiki, wanatengeneza sabuni. Hivyo ni vitu ambavyo tunajaribu kuwajengea uwezo wanawake ili wawe na ubunifu, wawe na skills, ili waweze kujitegemea na kuongeza kipato kwenye familia. Mama ameongelea kuhusu vifo vya watoto. Akasema sasa hivi Tanzania tumepunguza kwa asilimia kubwa sana vifo vya mama na mtoto, kwa sababu tumeimarisha afya chini, vituo vya afya, mazahanati, wamewekwa wataalamu wengi pamoja na vifaa vya kisasa.
Kwa vinamfanya mtu asitembee umbali mrefu kutoka kijijini kwenda kwenye zahanati, kwa sababu karibu kila kijiji kuna kituo cha afya au zahanati. Maana yake kwenye hilo mama ameweza kwenda mbali zaidi kwa kuweza kuhakikisha huo mtandao wa afya unakuwa vizuri, dawa zinapatikana. Lakini pia amezungumzia swala la chakula. Anasema sisi nchi yetu ina zaidi ya chakula kwa takwimu zaidi ya 120%. Maana yake tayari tuna ziada ya 20%. Kwa tunajitosheleza kwa chakula na hakuna njaa. Yule ni mama ameweka nguvu kubwa sana kwenye chakula, sababu sisi ni watoto wake. Mama yoyote hawezi kuacha watoto wake wakafa na njaa. Kwa mama ameenda mbali kwa kuhakikisha swala la chakula linakuwa ni swala ambalo amelitibu na tunakuwa na ziada. Maana yake ikitokea shortage ya chakula tunaweza tukawa na surplus ya 20%. Nchi zingine kienda Kenya labda utoshelezo wa chakula bani ya 40% au 50%. Lazima wanahitaji chakula kutoka Tanzania. Kienda Uganda wanahitaji chakula kutoka Tanzania. Kienda Burundi wanahitaji chakula kutoka Tanzania. Kwa sisi ni nchi ambayo tumejitosheleza kwa chakula. Wito wangu kwanza, siku ya leo ni siku ambayo wanawake wanatakiwa kujivunia sana. Kwa ina maana wanawake sasa waende wakashiriki vyema kwenye uchaguzi mkuu, wajitokeze kupiga kura, pia wajitokeze kugombea. Wanapoogopa kugombea wanazidi kujiweka chini na wanazidi kujiweka wanyonge. Watu hawaangalii jinsia, na ndio wanawake kidogo inawapa shida. Watu wanaangalia uwezo wa kufanya kazi. Leo hii tunajivunia Daktari Samia Suluhu Hassan. Hatujivunii kwa sababu ni mwanamke. Tunajivunia kwa sababu ya kazi. Kazi alizozifanya zimekuwa kubwa. Saa zingine nasema zimevunja rekodi ya viongozi wa kiume. Leo tunaongelea mikopo ya vyuo vikuu bilioni 836. Tangu nchi hii umbwa haijawahi kutoka mikopo ya hivyo. Tunavyoongelea treni ya umeme, tangu nchi hii umbwa haijawahi kutokea treni ya umeme. Tunavyoongelea bwawa la Mwalimu Nyerere na fua umeme megawati 2100, haijawahi. Tunapoongelea daraja refu la JPM, sawa haijawahi kujengwa daraja pale, hata kama ukibisha kavunja rekodi. Tunapoongelea leo vituo vya afya, karibia kila kijiji kuna kituo cha afya, amevunja rekodi. Tunapoongelea leo mashule yameboreshwa, nenda kaangalie mashule yameboreshwa, amevunja rekodi. Tunapoongelea barabara, tunaongelea kwa mfano Mwanza, barabara ya kutoka mjini kwenda tunaita boda ya Shinyanga, kaanza na kilomita 25 za kutoka Mwanza mjini mpaka Usagara, njia 4. Haijawahi kuwa na njia 4, haijawahi kuwa na njia 4 Mwanza toka dunia iumbwe. Sikavunja rekodi. Hata ukipinga unapinga nini sasa? Hata ukiangalia barabara ya hapa, ukienda hapa wanaita hii barabara ya Nyanguge Mwanza town, nenda kaangalia greda ziko barabarani, wanajenga njia 4, kavunja rekodi kwenye kutimiza ilani. Wapo watu wanaokejeli uwezo wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kusema ile ilikuwa ni miradi ya rais aliyepita. Sikatai, lakini wajue kwamba ile haikuwa miradi ya Rais Magufuli. Ile ilikuwa ni miradi ya Chama cha Mapinduzi, ilikuwa ndani ya ilani, haikuwa kwenye kitabu kama haka kwamba hayati baba Mwalimu Magufuli anatembea nayo. Hapana, ili ilikuwa ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kama mtu ameweza kusimamia ilani, mimi namuita ni mwamba kweli kweli huyo mama. Kwa watu wasiangalie jinsia yake, waangalie uwezo wake wa kufanya kazi. Amekwenda mpaka ile kiwango tunasema amevunja rekodi ya uongozi. Si kwa kumwangalia kama mwanamke, watizame jitu anavyovifanya. Amevunja mpaka sasa hivi rekodi yake bado hakuna mtu ambaye ameivunja. Kwa tunakwenda kusema wanawake wajivunie, na sisi kama taifa tujivunie kuwa na rais ambaye ana uwezo wa kufanya kazi
sawa sawa na ilani na sawa sawa na matakwa ya wananchi wanavyotaka. Kwa kwangu mimi amefanya kazi vizuri sana Rais Samia Suluhu Hassan. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.